Karibu rafiki mpendwa katika mfululizo wa mafundisho ya shule ya Sabato kwenye channel hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia. Somo la juma ambalo imepita lilielezea kuhusu vikwazo na ilikuwa somo la 11, na tuliona safari ya vikwazo vyote vilienda kuishia kwa kumtazama Yesu. Na leo somo la 12 linaelezea kuhusu shiriki habari za Yesu. Yule Yesu ambaye unapopitia katika kipindi cha vikwazo, unapopitia katika majaribu yanapotokea katika maisha yako, mahali pa kutazamia ni Yesu Kristo. Na leo sasa shiriki habari za Yesu. Tutaomba. Asante Mungu, kwani uko pamoja nasi. Bariki yule mtazamaji, mtakase kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Shiriki habari zake. Fungu la kukariri ni kitabu cha Isaya 50 aya yake ni ya 4. Isaya 50 aya 4 inasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Mungu abariki neno lake. Katika utangulizi wanatuambia habari za mchungaji mmoja ambaye siku ya Sabato asubuhi amejiandaa, ameamka asubuhi, ameandaa lesoni yake ya shule ya Sabato, amechukua Biblia yake na ameandaa fundisho ambazo anaenda kuzitoa siku ya Sabato. Anapokuwa amefanya jambo hili, yule mchungaji wanatuambia kwamba akaanza safari, akachukua gari lake ili aende. Na katika safari ya kuenda kwenye ibada ya asubuhi, walikuwa tena na programu za mikutano. Alipokuwa safarini, akakuta barabarani gari zimekuwa nyingi, watu wamekuwa wengi, na ni kiasi kwamba hata kwa namna yake ya kutembeza akajikuta kwamba msongamano ni mkubwa sana. Baadaye sasa, alipotaka kupata njia, yule mchungaji akaona kukatokea mtu katika gari, akaja akapita mbele yake, akamchelewesha kiasi kwamba akashuka kwenye gari, akakuja akamlaumu na akamtombokea yule mtu ambaye aliacha gari lake linashindwa kuendelea. Sasa katika utangulizi wanatuambia kwamba huyo mchungaji alipomaliza kuropoka, kutomboka, kumlaumu yule mtu, akaendelea safari. Kwa kweli tu amefika kwa kuchelewa. Sasa akaanza ibada. Alipoanza ibada, kulitokea wakati wanasema wanakaribisha wageni, na yule ambaye alikaribishwa alikuwa ni mtu ambaye amechelewesha pasta njiani, na ambaye pasta amemtombokea sana njiani, barabarani. Hii inatufundisha kwamba kuna kitu hapa. Kuna wakati tunapoteza injili, utamu wa injili, kwa sababu ya tabia yetu. Pasta yeye mwenyewe alisikitika na kushangaa kwa sababu ya kile alichokifanya barabarani. Ilikuwa si kwa matakwa ya yule ambaye ameyasababisha achelewe, lakini ni kwa hali ya barabara, msongamano wa barabara. Ndio maana leo wanapotuelezea kuhusu shiriki habari zake, ni kwamba wanatuambia tutashiriki habari zake kupitia masemi yetu, kupitia namna yetu ya kuishi, kupitia namna yetu ya kuvaa, kupitia tendo lote tunalolitenda. Tusisahau kwamba kuna mahubiri yanafanyika. Ndio maana siku ya kwanza wanatupatia kutafakari kuhusu kutokana na mafuriko. Kuna jambo la pekee ambalo Yesu alituachia, na ni jambo moja kubwa. Alisema enendeni. Kulingana Mathayo 28 aya yake ya 18 hadi 20, utakuta hapo kuna jambo la pekee ambalo Yesu ametupa, ni kuenendeni, ni kuenda kwa kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu alitupa kazi ya kuhubiri. Hiyo ni siku ya kwanza ambayo umetuambia hapo. Wapendwa, unatakiwa kushuhudia. Kuna wengi wanaposikia neno enendeni, ama neno hubirini, ama neno enda kuwafanya wanafunzi, kuna wengi wanatazamia Biblia.
anatazamia kuchukua Biblia yote, kuichukua kichwani, kubana mashairi. Lakini niliposoma fundisho hili la siku ya kwanza, wanatuambia kwamba mahubiri bora, habari njema, sio ile ambayo umefundishwa, lakini habari njema ni kile ambacho Yesu amekufanyia wewe. Shuhudia kile ambacho Yesu amekifanya katika maisha yako, ndicho habari njema na kitaleta wengi kwa Kristo. Siku ya Jumatatu ya Lenti wanatupa fundisho linalosema pasipo kulazimishwa, lakini kwa nguvu. Habari njema inakuwa na nguvu wakati mahubiri haikulazimishwa. Tunapoendelea kuongeza washiriki, kuwa na Wakristo ambao wakihubiri, ni wakati kumekuwa program kubwa, ratiba kubwa, evenema kubwa katika kanisa, ndipo wanashimama kwa ajili ya mahubiri. Hapa hatujatimiza lengo ambalo Yesu anataka tulitimize. Mahubiri haingekuwa programu kubwa ya kanisa. Mahubiri ingelikuwa tabia, inakuwa tabia yako, inakuwa tabia ya Mkristo. Unaiweka katika ratiba zako za wiki, ratiba zako za mchana, ratiba zako za mwezi. Nasema nitaenda kuhubiri, na ili ubiri ili kazi ya utume iweze kukamilika vizuri, unatakiwa rafiki mpendwa uelewe kwamba upendo na huruma ya Yesu kwa mwanadamu ndivyo vilivyomsukuma Kristo kushuka hapa chini na kutuokoa na kukufa kwa ajili yetu. Na hivyo inabidi tutawaliwe na upendo wa Yesu, ndipo tutashimama bila kungoja matangazo. Leo makanisa, wakati mahubiri yamepangwa, utakuta inabidi kiongozi wa mahubiri, mchungaji, inabidi alete semina nzito, mashahiri makubwa, inakuwa kama fimbo kupeleka washiriki kwenye nyumba kwa nyumba katika mahubiri. Hapo umekosea. Hiyo sio lengo la enendeni, sio lengo la utume. Lengo la utume ni kwamba unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, hapo wewe mwenyewe ambaye umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kwa wakati ule ambako umemwamini, unaenda kwa kufanya wanafunzi, na yeye anapoamini naye pia anaenda. Yaani ni kama maji, unakuwa kama tio ambayo umepokea Kristo, tio hiyo inapeleka maji. Unakuwa kama kama wifi mahali ambako iko inatambulika. Hiyo ndiyo enendeni pasipo kulazimishwa na nguvu ya Kristo. Sasa kuna vidokezo gani katika kushuhudia Kristo? Vidokezo vifuatavyo vinatoka katika Petro ya kwanza 3 aya 8 hadi 15. Siku ya Jumani mardi wanatupatia vidokezo kwa ajili ya kumshuhudia Kristo, ili ushuhuda wetu uwe halisi, kumshuhudia Kristo kushimame imani. Jambo la kwanza ambalo umealikwa ulifanya, umfahamu mtu, ujenge urafiki pamoja na yule unayetaka aweze kuokolewa. Jambo la pili, omba, muombee yule ambaye unataka aokolewe. Jambo la tatu, tafuta njia ya kawaida ambazo utazungumza naye kuhusu habari za Yesu. Hakuna formula ama equation mrefu. Zungumza naye katika njia, namna ya kuhubiri injili itapita namna gani. Elewa kwamba ni njia ya kawaida tu, si tekniki kubwa. Jambo la 4, jambo la 5, tafadhali ombea mahitaji maalum au maswali ambayo rafiki yako anaweza kuuliza. Jambo la 6, utafika wakati ambapo unatakiwa kumuuliza rafiki yako kama ungependa kuchukua hatua ya kusoma Biblia. Yaani kuna mara nyingi tumeshindwa kuwaleta wengi kanisani kwa sababu unakuja leo, unapenda leo atubu, aokoke, amkubali Kristo kuwa rafiki yako, kuwa Bwana na Mwokozi wake. Lakini unasahau kwamba inabidi tuanje urafiki. Wewe umepokea Kristo au umepokea sijui vitu gani? Hakuna mtu ambaye ni rafiki yako katika mtaa. Hata kuna wale ambao tunapoenda kuwatafuta washiriki katika mitaa na manyumba yao, kuna wakati nyumba inakosekana. Unapouliza majirani kwenye mtaa wake, na wa majirani hawamjui. Na yeye unapomuuliza, je, wewe unajua kwamba wewe ni Mkristo? Na yeye unamkuta kwamba yeye mwenyewe hajijui kwamba yeye ni Mkristo. Mahali ambako Mkristo anaishi ni sharti ajulikane, atambulike kwamba yeye ni Mkristo. Vidokezo hivi ni njia rahisi. Usitokee na kuanza kusoma mashahiri, anja urafiki,
msalimie, muombe pamoja, hata mlete katika maombi. Wewe haujui mashahiri, hauna hiyo akili ya kuchukua mashahiri ya Biblia, leta watu wale, rafiki yako, mzokeshe karibu na Bwana. Rafiki yako yule mlete katika maombi ya katikati ya juma, mlete karibu na mchungaji wako aweze kumwombea. Urafiki unapoanza katika maombi unaisha katika urafiki unakamilika katika ibada, katika kanisa na katika ubatizo. Siku ya Merketi, hapo kuna swali, kuna jambo la mwana mpotevu. Jumatano, jambo la mwana mpotevu. Jambo la mwana mpotevu ni nani? Nilipoona hiyo kichwa nikazania ni mwana mpotevu yule katika vitabu vya Injili, lakini niliposoma fundisho nikakuta kwamba mwana mpotevu hapa fundisho inatupatia kuhusu habari za Efraimu. Efraimu ambaye alikuwa mtoto ambaye alipendwa na Bwana, lakini kitabu cha Hosea 4 aya 17 kinaelezea kwamba Efraimu amemwacha Mungu, ameabudu sanamu. Na katika swali hili ni kwamba tunapojifunza habari za Efraimu katika Hosea 4 na Hosea 7, tunaelewa kwamba kuna tumaini kwa wale ambao wamemkataa Kristo. Kuna tumaini, na tumaini ni kwamba inabidi wote ambao wamempokea Kristo, unapokuwa na mwenzi wako, unapokuwa na rafiki yako, unapokuwa na mtu wako wa karibu, mtoto wako amekataa Kristo, amekataa imani, usikate tamaa. Mulete kwa Kristo, muombee na muelekeze, Mungu atamsaidia. Jambo la mwisho, swali la msingi hapa, nitawezaje kumrudisha yule aliyepotea? Nitawezaje kumrudisha kwa Kristo? Hiyo ni jambo la mwisho katika somo letu leo. Nitawezaje kumrudisha yule ambaye amepotea? La msingi ni hili, kile ya kumrudisha yule ambaye amepotea ni katika fundisho hili wanatuambia hivi: ushuhuda wa maisha yako, matendo yako na maneno yako na maombi yako kwa ajili ya yule ambaye amepotea ni dawa ya pekee ya kumleta yule ambaye ameacha imani kumrudilia Yesu. Matendo yako, maneno yako, mawazo yako, namna yako ya kuishi itamleta. Nukuu ya Ellen G. White inasema hivi katika siku ya Ijumaa. Nilipenda nukuu hizi mbili. Inasema hivi: nguvu ya kupinga uovu hupatikana kwa kujitoa kwa bidii kumtumikia Mungu. Nukuu ya pili ni hii: ili kuingia katika furaha yake, furaha ya kuona roho zilizokombolewa kwa dhabihu yake, tunapaswa tushiriki katika kazi yake ya kuwakomboa. Yaani siri ya kuingia katika baraka na furaha ya Mungu, shiriki katika kazi ya kuokoa ambao wamepotea. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.